Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji, natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Gumzo la Vijana. Alhamdulillah, kwa rehema za Allah naamini mzima umeamka vyema, na popote ulipo Allah azidi kukupa uzima ili uzidi kuwa nasi ndani ya chaneli yetu ya Mahdi TV kupata mengi na huku kuelimisha na kukufunza na kujuza mengi zaidi. Na insha Allah, mpenzi mtazamaji, ndani ya studio zetu tunaye si mwingine bali ni kaka yetu Luqman anayezidi kukufunza mengi kuhusiana na dini, hasa upande wa vijana. Na insha Allah, katika mada yetu ya leo tutaka kuangalia vijana kupinga dhulma katika jamii. Hii inaenda vipi? Na insha Allah tukielekea kwake tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu sana Luqman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Karibu sana. Nashukuru. Naam. Naam, kuhusiana na vijana kupinga dhulma katika jamii. Naam. Ni jambo ambalo kwamba katika zama tulizopo ni jambo ambalo kwamba linahitajika kwa wingi sana. Ukiangalia sasa hivi ulimwengu umeenea dhulma Sana. Na imefika zama ambayo kwamba saa ingine wanaketi nasema kama kila Ijumaa ikifika nastuka naona kama waweza kustukia Imamu Zamana amedhihiri. Kweli. Kwa sababu ya dhulma ilivyoenea katika ardhi. Hakuna pembe ya hii ardhi utatembea utakanyaga mguu wako ukose kupatana na mambo ya dhulma. Dhulma imeenea, imesambaa, imezagaa. Serikali za sasa hivi za ulimwengu na dola zote za kiulimwengu sasa hivi ukichunguza utapata zinaendeshwa kidhulma. Kweli. Utapata mtu katika serikali pengine ana misingi ya anaendesha ile serikali kwa njia ambayo kwamba ima chama chake kinadhulumu wananchi au yeye mwenyewe binafsi anawadhulumu mpaka maafisa wa serikali. Na yule mwenye anadhulumika katika serikali na yeye ameingia pale, ameingia kwa njia ya dhulma. Yani amepata kazi kwa njia ya dhulma. Na yeye ana kazi yake mwenyewe anaifanya kiudhulma, anaendesha kiudhulma. Bal dhulma si jambo zuri, ni jambo lenye kulaaniwa na Mwenyezi Mungu amelaani wenye kufanya dhulma. Sasa dhulma imekuja ni aina mbili tatu hivi. Waweza kupata dhulma ni ya kijinsia, naweza pata dhulma zimekuja katika janibu mbalimbali hivi. Kuna dhulma ya kijinsia, kuna dhulma ya kiutu, kuna dhulma dhulma mtu anaweza kufanya dhulma mpaka kwa nafsi yake mwenyewe. Dhulma ni jambo ambalo kwamba wafasiri wa lugha wakitafsiri neno dhulma. Naam. Dhulma ni neno bado limetoka katika Kiarabu tu, limetokamana na al-dhulma. Kama kawaida tunavyojua Kiarabu, wa maneno ya Kiarabu yanajengeka kwa harufi tatu. Ndio. Katika adabu za Kiarabu unapata sasa neno dhulma limetokamana na dhad, lam na mim. Dhulma. Sasa neno hili dhulma katika lugha asilia ya neno dhulma ni kwamba huwa wadha'u shay'in fi ghairi mawdu'ihi, ni mtu kukiweka kitu katika sehemu ambapo sio pake. Waona umemchukua mtu fulani umemtia katika nafasi fulani ambayo nafasi ile kabisa kiuhakika hafai kuwepo, lakini kaingia katika nafasi ile. Ndio. Mathalan leo vijana wanalia kuingia kazi katika pengine vikosi vya kijeshi, vikosi vya jeshi ya polisi. Napata kijana anataka kuingia kazi katika taasisi fulani, lakini utapata walioingia pale wamepatiwa fursa ya kukua pale, haswa wengine hata taaluma inahusiana na mambo hayo hawana. Mtu ameingia pale kwa sababu ya mjomba wake ni mkubwa. Mwingine ameingia pale kwa sababu katoa hela. Zimetokea katika taarifa za habari. Ile ni dhulma. Kweli. Hata katika serikali, wala sitaki kuingia sana. Maana katika serikali ya Kenya pia nimeona jambo hilo. Kwamba mtu anawekwa katika sekta fulani lakini mtu hata sio fani yake. Naam, kwa manufaa ya watu wengine. Kwa manufaa ya mtu mwingine. Naam, kama nilivyokuwa nasema, utakuta pia
tumeona ni vitu ambavyo tunaviona mtandaoni, ikielezea kwamba mtu amepewa cheo ambacho si chake. Utakuta mtu amesomea kitu kingine anapewa kitu kingine. Ili tumeona hata sisi wenyewe tunaokaa katika serikali ama ni nini, katika mataarifa habari tunaona wanapohojiwa, ni vitu ambavyo vinazunguka. Sasa nadhani usawazisho kwako, utakuta vijana wengi siku hizi hawana kazi, kwa sababu ukiangalia hawapewi pia ile nafasi ya kutimiza skili yake yenye ako nayo, ama ya kutimiza kwamba mimi nitajitetea vipi. Utaangalia hana mtetezi, kwa sababu hana familia pahali fulani, kama vile ulivyokuwa umesema, hana familia wa kumtetea kwamba yeye anafaa kufanya kazi fulani ama aitwe tu. Hapana, lazima ajipiganie. Kwa hiyo tumeona huwa wadha shay'in fi ghairi mauduihi, ni mtu kuweka kitu kwa sehemu ambayo kwamba haistahiki jambo hilo kuwepo. Lughatan, yani kilugha, biljauri, kwa jeuri. Waona maana waweza kutoa kitu sehemu si yake ukakiweka ambapo si pake, lakini ikakuwa ni kama umefanya kumkirimu mtu. Mfano, sasa hivi nina hela mfukoni mwangu, zile hela zinatakiwa nizipeleke nyumbani au niziweke katika akiba yangu itanisaidia uzeni. Lakini nikazitoa pahala pake, nikazipeleka kusaidia watoto ambao sio wangu. Hata hapo pengine nimeipeleka kwa sehemu si pahala pake aswa, lakini umeitoa kwa wema, inakuwa ile haikuwa ni dhulma. Ile inakuwa ni kama umemfanyia ukarimu. Sasa je, ikitolewa kwa jeuri, umeitoa pengine mkeo nyumbani hana nguo, watoto hawana chakula, unatakiwa upeleke nyumbani kwanza, lakini wewe ukaitoa kwa jeuri, kwa kumwadhibu. Acha kwanza nipatie watoto wa jirani wavae makanzu leo siku ya Idi, hao watakana zile zao nzee za mwaka uliopita. Leo Idi watakula sima, na kule umetoa sadaka 10,000. Waona? Hakuna mali itakusaidia. Kwa jeuri. Unaona ile ni jeuri. Kwa hiyo kukitoa kitu sehemu ukakiweka sehemu si yake, number 1 kwa jeuri, inakuwa hiyo ni dhulma. Na ndio maana utaona watu wengi, mtu anastahiki pengine hii kazi haimfai, lakini ameingia hapo kwa jeuri. Kuna mtu amemweka pale kwa jeuri, anasema mimi ndo fulani. Huyu akiingia pale nani atasema? Waona Kwa hiyo kukiweka kitu sehemu si pake, number 1 ni kwa jeuri, wa mujawazatil haddi, na kwa kuruka kikomo. Mfano, umeambiwa fanya jambo fulani, kikomo chake ni hapa, lakini wewe ukapitisha kikomo. Number 1 utakuwa umedhulumu, kama utakuwa umefanya kwa jeuri. Umeona? Kwa ila ukizidisha, mfano mimi nimekuja leo, tuseme mfano nimekuja kwako, umenihudumia, mfano nimekuja kwako shughuli za una laundry, wewe umenifulia nguo zimeng'ara, nimekuuza pesa ngapi? Umeniambia hapa utalipa shilingi 500 kwa shati moja. Zote zinakuja ngapi? Zinakuja 1,000. Haya, shati mbili 1,000, shika 1,500. Kwa roho safi bila jeuri. Ama nimepitisha kikomo tu kwa wema. Ile inakuwa sio dhulma. Haujajidhulumu. Na dhulma nimesema inakuja, kuna dhulma ya nafsi, kuna dhulma ya kijinsia, kuna dhulma ni nyingi, dhulma za kiutu. Sasa pia mtu binafsi anaweza kujidhulumu. Kuna wengine anaweza kukitoa mpaka yeye mwenyewe hana. Ndio maana utapata pale Mwenyezi Mungu anasema wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Toa katika kile Mungu amekupea, utafute akhira yako, lakini usisahau fungu lako katika dunia. Huwezi kukusanya mali yako yote kama wengine walivyokuwa wakifanya. Poleni kwa kutaja, si Waislamu na sio madhehebu yetu, wala hatuangalii madhehebu ama nini. Tunaiangalia kwa ujumla. Walitoa mali yao yote wakampelekea mtu mmoja, kisha huyo mtu akawaambia wafunge wafe. Waona, ile ni dhulma. Na ndio maana utapata anashtakiwa. Ile ni dhulma. Ni dhulma kabisa, wallahi ni dhulma. Kwa sababu umemwambia mtu atoe mali yake yote, akaitoa, familia ikabaki haina chochote, paka nafsi yake bado unamwambia aitoe. Akatoa kapita mpaka. Ile ni
Na ndio maana tukaona tafsiri imezidi kasema wa mujawazatil haddi, mtu kuzidi mpaka kapita kikomo. Unatoa mpaka unatoa nafsi yako kwa njia ya dhulma. Umetoa mali yako yote, familia ikabaki inahangaika kwa sababu umetoa kwa njia ya dhulma. Hiyo inakuwa ni dhulma. Walmilu anil haq, na mtu kuegemea upande ambao kwamba sio wa haki, hiyo inakuwa ni dhulma. Ukiona wewe nafsi yako inamili sana upande ambao sio wa haki, wewe ni dhalimu. Unakuwa ni mtu wa dhulma. Unapata mtu haki yake anafaa apate hii, lakini wewe ukaegemea upande wa yeye akose lile jambo. Inakuwa hiyo ndio pia inaitwa dhulma. Kwa hiyo namba 1 ni mtu anaweka kitu ambapo si pake, kwa jeuri, kwa kupita mpaka, na kwa kumili kwa njia ambayo kwamba sio ya haki. Istilahan, hayo tumeyazungumza kilugha. Sasa kiistilahi, kimatumizi, wanasema huwa ta'di ala alhuquqi sawain biziyadati au nuksan. Ni mtu kufanya nini? Ni mtu kupambana na haki. Haki ziko hivi, wewe ukapambana na haki. Bimaana wewe unaleta batil. Haki imesimama, lakini wewe unakuja kuleta maneno ya batil. Ukaleta ubatili wako na ukapambana na ile haki, ukahakikisha haki imeondoka, batil imeingia. Haijalishi kama wewe mfano unafaa upime kilo 1, haijalishi umezidisha. Unaweza kuzidisha ikakuwa ni dhulma. Kivipi? Tuseme, wacha nichukue jambo zuri la kupima sukari, haitakuwa ni nzuri. Mfano, wewe umemchukia mtu kwa tabia kidogo, pengine amekukosea jambo dogo, ukasikia chuki, umechukia lile jambo. Ukichukia huyu mtu kapita mipaka, ukamchukia paka na watoto zake, paka na babu zake, umemchukia yeye na familia yake, na ukamchukia pamoja na yeye pengine ni Muislamu mwenzako, ilitakiwa wewe umechukia lile jambo, mkute, jaribu kumrekebisha, na akifanya lile jambo chukia, toka. Ondoka pale. Pengine ni mlevi, analewa, unachukia ulevi wake, basi akifanya ulevi wewe ondoka, lakini haufai kupita mipaka katika chuki. Kwa hiyo kwa kuzidisha jambo, umeona, ukitoka kwa haki ukakuwa unapambana na haki, alafu ukatoka kwa jambo kwa kuzidisha au kwa kupunguza. Hata ukipunguza, pengine kuna mtu, mfano sasa pale nilikuwa nasema pengine sadaka imetoka, wewe umeambiwa gawa sadaka fulani. Kuna mtu anafaa kila mtu apate kilo 1, wewe ukapunguza kilo, kwa ile kilo ukampa yeye nusu, na watu wengine wapata kilo 2, wakati uliambiwa kila mtu apate kilo 1. Kuna watu ukazidisha kwa wengine ukapunguza. Hiyo inakuwa ni dhulma. Kwa hiyo dhulma ni kufanya mambo kwa jeuri, kuyaweka mali si pake, kupambana na haki. Yote hizo ni rangi za dhulma. Sasa kama kijana, wewe utapambana vipi na mambo kama haya? Na kupambana na dhulma si rahisi. Kuna sehemu wewe ndio utoe kauli uzungumze, unahatarisha maisha yako katika kwenda kutetea haki. Wewe unasema mimi nataka kutetea haki, huyu ako katika batil, unakuwa umehatarisha mpaka maisha yako. Mara nyingine hii kwenda kupambana na dhulma huwa inaweka mtu katika situation ya kuchukiwa. Ni wangapi leo wanachukiwa? Ni kitu kiko wazi. Kisema tukio fulani lilitukia, yakakuwa haya na haya, kama Karbala. Kuna watu wanachukiwa kwa ajili ya kutaja Karbala. Kweli. Kwa hiyo kisikia uko naongea kuhusiana na Imam Hussein, una bahati wewe. Kweli. Kwa hiyo kupambana na dhulma si rahisi, ni kazi ngumu. Lakini sasa lazima nitaelezea ni jinsi gani ama ni njia ipi unaweza kupita ukakuwa unatumia haki. Na ndio maana Mwenyezi Mungu katika Qur'ani akasema ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idati hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Mwenyezi Mungu anasema uwaite watu kwa njia ya Mola wako. Njia ya Mola wako ndio hiyo haki. Uwalete kwa mawaidha mazuri na ujadiliana nao kwa wema. Kwa hivyo lazima utumie hikma. Kuna hikma pale na kuna mazungumzo ya wema. Na hilo ndio huwa nalisema kila siku, hasa nikiangalia mashehe wa upande wetu mwingine huwa wanavyoongea katika mimbari zao. Wengine utaona kabisa huyu ana hikma anavyoongea. Mwingine hauwezi ongea na watu bwana upiga kelele. Hakuna mwenye atakusikiza.
lazima utumie hikma jinsi gani nitawasilisha hii message. Ni kwamba nimeiwasilisha vipi ili mtu aweze kuelewa hili jambo ambalo naweza kulisema. Inshallah Luqman achachukua pumziko, tutakaporudi tuendelee zaidi. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Luqman ndani ya studio zetu za Mahdi TV, alhamdulillah anakufafanulia mengi kuhusiana na hili swala zima la jinsi gani wewe utapigana na dhulma, jinsi gani utasimamia haki wewe kama kijana. Tunavyojua sasa wewe kama kijana ndo sasa hivi hupo, lakini sasa utapiganiaje hii dhulma, yani iweze kuondoka? Insha Allah mpenzi mtazamaji, acha tuchukua pumziko, tutakaporudi tuendelee zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Gumzo la Vijana. Alhamdulillah tukiwa naye na tunazidi kuwa naye Luqman ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Alhamdulillah tunazidi kufahamu mengi ambayo anazidi kuyawasilisha. Wewe kama kijana, naamini unapata pointi zako 2-3 ambazo unafaa kuzipata, na ameelezea pia maana ya dhulma ni nini. Inshallah katika awamu ya pili tuenda kufahamu ni jinsi gani wewe utachukua step gani kuweza kusimamia haki na kupinga dhulma. Inshallah karibu tena Luqman. Shukran sana. Naam. Nikiendelea nilipokomea, nafikiria kipindi kiliposimama kwa ajili ya mapumziko, ndio niliacha nimesoma aya ya Mwenyezi Mungu anasema, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Mpaka mwisho wa aya. Mwenyezi Mungu kuna mambo matatu ametutajia jinsi gani tutayafanya ndio njia yetu sisi, ama tutapita mpito huo ili kuwavuta watu katika njia ya haki ambayo anaitaka Mwenyezi Mungu. La kwanza amesema bil hikma, kwa kutumia hekima. Wajua hauwezi kutumia matusi. Pengine kiongozi wako umemuona kuna jambo amedhulumu, amewadhulumu nyie kama wananchi, au kuna mtu sehemu fulani amekufanyia dhulma, hauwezi kutoka kwa matusi na vita na nini, isipokuwa mwanzo utatakiwa umkute kwa njia ya hikma. Unamfuata, kuna hikma nyingi unaweza kutumia. Kuna njia nyingi sana. Kama Imam Ali alayhi salam alikuwa akiwaona watu kuna jambo wanafanya wanaweka sio pahala pake. Mfano kuna tajiri alikuwa atoi sadaka wala zaka atoi, na yeye Imam Ali akafanyaje? Yeye akampa sadaka, ikakuwa ni sababu ya yeye kuona inatakiwa nitoe. Ile ni hikma. Waona kuna mtu alikuwa anafanya ni kahaba kabisa, afanya ukahaba, ni mchafu. Lakini Mama Ali akaona akienda kumwambia wewe umechafuka, umeharibika, wewe uendi peponi. Hapana, hakuenda hivyo. Mama Ali alienda akampa sadaka usiku. Wasokuwa na hikma wakakuwa wanafanya nini? Wanamsema mbaya, sema Imam Ali kafanya, katoa, amempa mzinifu, waumini wako hapa wengi jamani. Wakakuwa wanasema kama leo venye watu husema. Lakini mwishowe wakakuja kugundua kumbe yule kahaba aliopewa sadaka na Imam Ali alirudi akatumia ile sadaka kuanza maisha mapya. Akarudi akaona kumbe kuna watu wazuri duniani. Allah, na mimi wacha nifanye bidii nitatoa mwingine. Na yeye akaacha ukahaba kupitia kwa nini? Ile sadaka. Kwa ile sadaka. Na hivyo hivyo Mwenyezi Mungu kutuamrisha tufanye hikma katika kuwaita watu. Kuna njia mingi sana za sisi kufanya hikma. Naam. Moja miongoni mwa hayo mambo ambayo vijana sisi tunaweza kutumia kuwavuta watu kwa hikma wakatoka pande ya batili wakakuja kwa haki. Number 1 katika zama tulizopo ni matumizi ya sanaa na uigizaji. Vijana unaweza kuigiza sinema, ama mnaweza kucheza play. Siku hizi mitandao iko wazi. Kuna hizi play mingi zimejaa kwa mitandao siku hizi, ni prank. Watu wanashtuana, watu wanaanika na uchi za watu, wengine aibu za watu. Tutoke huko. Tutumie mitandao. Wewe fanya nini? Cheza, igiza. Kwa kufanya nini? Kwa kuleta mambo ya haki. Isikuwe wewe unacheza sinema tu za kutukana watu, kudhalilisha watu. Wengine mpaka baba za watu wanadhalilishwa kwa michezo ya kuchekeshana. Kwa nia tu ya watu wacheke. Tutoke huko kwa vichekesho kama vijana,
tutumie mitandao ya kijamii na uigizaji, tufanye kuigiza michezo ambayo kwamba itafanya watu wajue mambo ya haki. Naam, kwa hivyo tutumie sanaa vizuri. Kuna wale wengine wanafanya mashairi. Unaweza kutunga shairi, watu wakapenda ile shairi kwa ajili ya nini? Alhamdulillah, upande wetu wa Ahlul Bait kunao wawili watatu nikienda majlis wao wanani mpaka wanirushe roho kidogo na mashairi yao. Alhamdulillah. Wapo. Kwa hiyo kazi hiyo endeleeni, fanyeni kwa bidii na muizidishe kwa nguvu. Kwa hiyo njia ya pili ni kampeni za kijamii na ushawishi. Vijana wanaanza kufanya kampeni, akatembea mtaani. Sio kila siku tu wale watu wanaeneza uchafu katika ardhi wanakuja na kondomu na wewe unavaa zile, kazi yako ni kusambaza makondomu tu. Pana. Saa nyingine na wewe jitoleeni kama vijana, shikaneni vijana 5 au 6. Sidhani kama ukienda kwa chief muombe kibali, tunataka kututembee tuongee na vijana katika mji kwa ajili ya mkaanza youth group yenu, mkakuwa mnatembea mnafanya kampeni, mmeshikana. Mimi na Haifa ataongea na wale wasichana watoke katika madanguro, fulani atazungumza na vijana watoke katika dance zile za bangi, fulani tutamtuma pale kwa kilabu pale kwa aende avuruta wale vijana watoe kwa pombe, akuje tu tukae nao hapa. Hata kama kila weekendi mnafanya kampeni, mnatembea mnazungumza na vijana, kupitia hiyo pia kampeni utajua shida gani imempeleka huyu kufika pale. Uenda wewe ndio sababu ya wewe kumtoa pale tena ukamrudisha kwa mstari. Kwa hivyo pia vijana tufanye kampeni kwa wingi. Afwan, tusifanye wazee ndio wanafaa wafanye kampeni, ama serikali ndio itafanya kampeni, ama NGO itafanya kampeni. Wewe binafsi kama kijana una nguvu hizo, unaweza kutoka ukafanya kampeni, ukawafuata rafiki zako, ukawaelekeza katika haki. Jambo lingine ni michezo. Waona michezo leo venye imebeba watu. Leo nasikia timu fulani inachapana 3 bila nini na wanaeneza pale kampeni. Naangalia hawa wenye wamechukua michezo kuitumia katika kueneza mambo yao ya kidhalim, utapata Tusker na makampuni mengine sitaki kutaja. Afwan nimetaja lakini utapata kuna makampuni ya pombe, kampuni za mambo machafu yanatumia football. Kampuni za betting zinatumia viwanja vya mipira vibaya sana. Na wanajimarket. Unapata ni mara ngapi muona kwa TV mama hajawahi kucheza mpira, hajahusika na mambo ya mpira, hajui hata ukimuuza timu fulani hajui, lakini unaona wanatuonyesha kwa TV mama fulani wa kukata mboga, ukiona umri wake hauhusiani hata na mambo ya mpira, ati ameshinda bilioni 3 ya beti. Ati alibeti timu fulani itachapa fulani magoli 3, ameshinda milioni. Zile ni hadaa. Wanatumia sports kujimarket, ndio wakuvurute ingie pale. Na sisi kama vijana tunatakiwa pia na sisi tunaweza kutumia sports. Na mpira pale kuna tournament ya wasichana against GBV, gender based violence. Waona vijana wanacheza mpira against mambo ya gender based violence. Ile watu wakikuja kuona mpira kushangilia mpira, lakini pale wanatoka na message moja, kumbe kupiga mkeo ni dhulma. Ile timu imepigwa, lakini mimi sifai kwenda kupiga mke wangu. Unaona hata mpira umeisha salama, lakini nimetoka huko na point. Kwa hivyo michezo inaweza kutumika. Michezo inaweza kutumika. Na kuna kama juzi kulikuwa na boxing iliyekuwa katika viwanja kule. Ilivuruta watu wengi sana. Watu walitoka mbali, sehemu mbalimbali, wakaja kwa ajili ya watu wawili majembe sijui na mbavu. Wameenda kuchimbana mbavu, kuvunjana mbavu. Wakakuja kabisa mpaka kukakuwa kumejaa. Na yenyewe kweli kama pale ile arena ingetumika kuzindua watu kutokamana na dhulma, hebu niambie ni mamilioni mangapi ya watu wangekuwa pale wametoka na akili kwamba ufai kumdhulumu mwenzako. Anaenda pale kama anaenda kuona ngumi, lakini anatoka na message. Kwa hivyo sports inaweza kutumika. Pia vijana watumie uadilifu. Hili ni lingine. La 5, vijana watumie uadilifu. Ni la 4, kwa vijana watumie uadilifu na nidhamu. Unajua wewe kijana ukikuwa ni muadilifu, una nidhamu, kuna mtu pale nje atasema yule ni kijana mdogo, lakini uadilifu wake utagundua sana. Ukikuwa kijana uadilifu, kuna sehemu ukikaa mpaka wazee, kuna wale wazee wameshakolea kwa dhulma, wakiona kijana muadilifu sana
wanajitenga na dhulma wenyewe automatic. Mtu anaona kuna haja gani nifanye vitu fulani na kijana mdogo kama yule hawezi kufanya. Ataenda kufanya sehemu nyingine kwa wahuni wenzake. Poleni kusema wahuni, lakini atakwenda kule kwa wahuni wenzake kufanya dhulma, lakini akiwa na kijana mwadilifu ataogopa kufanya dhulma. Kwa hiyo tabia, sisi tukikuwa na nidhamu, tukuwe na nidhamu nzuri, tukuwe na taratibu nzuri na mipangilio za maisha, ukakuwa wewe adabu yako ni nzuri na ni uadilifu, utaondoa dhulma. Wewe mwenyewe kijana, leo mtu anashikwa na askari, pengine kakosa yeye, ni bora uombe msamaha, itakuwa ni uadilifu kuliko kuhonga. Lakini leo vijana, fikra ya kwanza, nikiwa na pesa hiyo sio issue. Umeona, hizo ndio fikra vijana wako nazo. Akishikwa leo na kosa, kweli kakosa yeye, atakimbia la kwanza kufikiria ni mpe polisi kitu. Kesho hajakosa, polisi anataka kitu. Aliotengeneza fikra hiyo ya kitu ni nani? Wewe mwenyewe. Kwa hiyo vijana wakikuwa waadilifu wenyewe kwanza, watafanya jamii itabadilika, itakuwa ni jamii yenye uadilifu na kufuata na kuacha dhulma. Hakuna polisi hawezi kuja kukudhulumu wakati anajua na raia vijana tayari wamezinduka, ni waadilifu, ni waaminifu, wana nidhamu. Ule kijana hawezi kutoa hongo. Hata nikimshika kwa kosa ndo nimemshika. Sasa ule askari kabla kuja na fikra ya hongo, kuna nchi hongo hata askari hawachukui. Kweli. Kwa sababu ya nidhamu na uadilifu. Alafu la mwisho ambalo kwamba watu wanafaa pia wakuwe nalo ni mtu kukuwa na elimu na uelewa. Hawezi kujua kama hii ni dhulma inafanyika kama una elimu ya kutambua kwamba hii ni dhulma. Ndio. Hauwezi kuwa na haujajua hili jambo. Mfano, wewe umetoka umesema leo tunaenda kuandamana. Mnaandamana nini? Tunaenda kuandamana mbunge fulani apitishe bili fulani. Halafu wewe ile bili inapitishwa bungeni hauna elimu nayo. Ni nyanja ambayo kwamba hauna ufahamu kabisa nayo. Lakini uko barabarani umeenda kuandamana. Waandamana nini? Pengine waandamana kitu ambacho kwamba ni manufaa kwako, unakizuia. Ukakuwa wewe umezuia uadilifu kwako. Unaona? Sasa ni vizuri mtu kwanza pia elimu itumike. Itumike vizuri sana elimu kufanya nini? Mtu kupambana na dhulma. Ndio maana Mwenyezi Mungu katika yale mambo matatu ambayo kwamba ameleta hayo mambo marefu tukazungumza ya hikma, kuna jambo Mwenyezi Mungu venye alisema bil hikmati wal mauidhatil hasana, na kwa kuzungumza vizuri, sio kwa matusi na kumkebehi mtu au kumkejeli, lakini mwisho alisema wajadilhum billati hiya ahsan, na ujadiliane na watu. Jidal, kujadiliana. Hauwezi kujadiliana na hauna elimu. Leo umekuja mimi nataka kutetea ile kitendo kilitendeka katika tarehe hivi ni dhulma. Wakati umeambiwa haya dhibitisha kilitendeka kitendo, haujasoma. Wakati mwingine amekuja mtu anasema anataka kutetea, wewe mbona unalaani? Mbona unalaani kitendo, unalaani watu fulani? Yeye mwenye kusema unalaani hana elimu mambo yalitokea katika tarehe. Umeona? Kwa hiyo inatakiwa pia mtu awe na elimu. Kwa hiyo for you to stand, wewe usimame, halafu ufanye kitendo ambacho Mwenyezi Mungu amekuamrisha, wajadilhum billati hiya ahsan, ujadiliane nao kwa njia ya sawa. Ni lazima ukuwe na elimu. Ukitoa jambo unajadiliana na mtu kweli anaona ni vitu vya kielimu. Huwezi kuja kumwambia mtu pombe inaua, alafu hujasoma deep pombe inaua vipi. Atakwambia babangu amekunywa kuanzia mwaka wa 73 mpaka leo. Sasa utamtoa hapo kweli? Lakini ukikuwa na umesoma, utamwambia wakati unakunywa pombe madaktari katika nyanja ya sayansi pande hii nasema chakula kikiingia mdomoni kinapita kwa aorta, kinakuja kinafika hapa, kitasimama hapa. Ile pombe kisimama hapa, ile kemikali inafanya kadha. Kwa hiyo elimu mtu atakuwa kumbe nikikunywa pombe hivyo ndo inatokea. Mwisho atajichunga, ataona sitaki kuharibu maini yangu. Waona? Sitaki nikifa niwe na maini choma. Ndio hivyo. Kwa hiyo ukikuwa na elimu ni vizuri sana ukuwe na elimu na utumie ile elimu, itakusaidia kufanya nini? Kujadiliana na watu katika kuwavuta kwa haki. Ukiangalia Ahlul Bait kama Bibi Zainab, kuna jambo alikuwa nalo. Lazima pia wewe kijana ukuwe na ujasiri. Kama mwanzo nilisema, kabla mtu asimame aende kupinga dhulma, anahofia paka maisha yake. Kwa hivyo pia lazima ukuwe na ujasiri. Lazima uwe ni jasiri. Bila ujasiri hauwezi kupambana na dhulma.
Kuna watu wanasema akiwa hivi chumbani anasema, akifika pale anaona anacheka cheka na wale, inakuwa ndio hivyo. Na hivyo ndio unapata katika tarehe ya Uislamu, wale waliokuwa wanauharibu Uislamu, waliokuwa wanakaa nao walikuwa wanacheka na wao, lakini kando wanasema mengine. Wanaitakidi Uislamu, lakini wanaowatawala wao wanajiunga na wao katika dhulma. Kwa nini? Akifika pale hana ujasiri wa kumwambia. Kwa hiyo lazima tuwe ni majasiri kama Bibi Zainab. Alisimama na akasimama dhidi ya Yazid na akamuelezea kabisa kiunaga ubaga, ulichokifanya wallahi ni dhulma. Walikuwa wakitembea Ahlul Bait, licha ya kuwa yeye unapata ni mwanamke, anaenda anatangazia watu, anawaelezea Ahlul Bait ni nani, mpaka watu wanazinduka, wanagundua kumbe tunapambana na kizazi cha Mtume. Na we lazima ukuwe na huo ujasiri, usimame kidete. Aba Fadl al-Abbas alikwenda mpaka Maka, alienda katika historia, tarehe inaonyesha alienda mpaka juu ya Kaaba, akakwenda kule kukataza watu mambo ya dhulma na akawaelimisha. Kwa hiyo ndo yeye atoke aende mpaka juu ya Kaaba pamoja na utawala uliokuwa zama hizo, ni ujasiri. Mashaallah. Kwa hiyo lazima tukue majasiri kama Ahlul Bait. Mashaallah, mashaallah. Neema hiyo kubwa sana, sababu ikiwa umepewa neema ya kupigania haki, uko katika njia sahihi sana. Shukran sana Luqman kwa kuweza kutujuza mengi kuhusiana na hili swala la kupigania dhulma, hasa sisi vijana ambao tunazidi kukua na kesho tunakuza kizazi kingine. Swali la kwamba Gen Alpha sio ni kwamba tunataka tuwakuze watoto na hidayah na neema na nuri, kwa kuweza kufahamu malengo yao ni yapi wao kama vijana. Shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa naye Luqman ndani ya studio zetu. Alhamdulillah amekufahamisha mengi. Alhamdulillah pia mimi nimefurahi kuwa na wewe kuanzia mwanzo hadi mwisho, na insha Allah tukutane katika kipindi kingine. Maasalam.